Mtazamaji, Papa Francis aliongoza kwa ujasiri kama kiongozi wa dunia wa kanisa la Katoliki pindi tu alipochukua usukani huo mwaka 2013. Bila shaka ni swala ambalo lilipelekea wengi kuzua mijadala mikubwa, hasa alipotoa miongozo kinyume na baadhi ya misimamo ya kanisa Katoliki. Lois Wangoi ambaye ni naye hapa ameangazia baadhi ya miongozo hiyo iliyoibua hisia mseto sio tu ndani ya kanisa la Katoliki bali pia kote duniani. Tazama. Mwanzoni mwa mwaka huu, Papa Francis aliandikisha historia kwa kumteua mwanamke wa kwanza kabisa kuongoza afisi muhimu katika makao makuu ya kanisa Katoliki nchini Vatican. Papa Francis alimteua mtawa Simona Brambilla kutoka taifa la Italia katika wadhifa wa huduma za kanisa Katoliki duniani. Ni uteuzi ambao ulizua mijadala mikali, kwani ilikuwa mara ya kwanza mwanamke Mkatoliki kuhudumu katika wadhifa wa kimo cha juu pale Vatican. Papa Francis akionyesha wazi mapenzi yake kwa wanawake wa Katoliki kuhusishwa kwa undani zaidi katika kuongoza kanisa, kinyume na historia za utendakazi wa kanisa Katoliki kwamba wanawake wakabidhiwe nafasi za watawa tu. Ila hilo si la kwanza la Papa Francis kuacha wengi vinywa wazi. Una persona gay. Mwaka wa 2023, Papa Francis aliduaza ulimwengu pale alipotoa mwongozo kwa kanisa Katoliki kuwakumbatia wanaopendelea mapenzi ya jinsia moja, yani wanawake kwa wanawake, pamoja na wanaume wanaojihusisha kimapenzi na wanaume wenzao. Humo nchini, baadhi ya Wakatoliki walipinga vikali maoni ya Papa Francis, huku matamshi yake kiongozi huyo wa kanisa Katoliki yakijadiliwa kidunia. Mwaka huo wa 2023, Papa Francis akawa papa wa kwanza duniani kutembelea mataifa yaliyokuwa yanakumbwa na changamoto za kivita. Hapo alitoa guu lake taifa la Sudan Kusini alipotangamana na wenyeji kwa karibu mno. Papa Francis aliwapa pole kwa kuwapoteza wapendwa wao vitani, pamoja na kuwapa ahadi ya kuendelea kuwaombea aliporejea taifa la Vatican. Lakini kabla ya hilo, Papa Francis aliweka tena guu lake taifa la DRC Congo aliposhutumu vikali uharibifu wa mali wa taifa hilo na mataifa ya kigeni. Nyuma kidogo, mwaka 2018, Papa Francis alishughulikia binafsi swala la tuhuma za mapenzi baina ya maaskofu wa Katoliki na watoto wavulana wanaolelewa kwenye dini ya Kikatoliki almaarufu Altar Boys, aliposema ni muhimu kesi hizo sio tu kufufuliwa bali pia kuchunguzwa na hatua kuchukuliwa dhidi ya makasisi watakaopatikana na kosa hilo. Mwaka huo Papa Francis aliwaalika wanawake ambao hawajaolewa pamoja na walevi kusema naye moja kwa moja katika kanisa moja la Kikatoliki nchini Estonia, ambapo alitoa wito kwa makundi hayo mawili kukumbatiwa kanisani na kupewa hata na nafasi za kuhudumu kanisani, swala ambalo lilipigiwa makofi na wengi, ila waliolalamika walikuwa wengi pia wakiukosoa mkutano huo kufanyika katika madhabahu ya kanisa Katoliki. Lois Wangoi, NTV, Nairobi.